Tunaendelea na mazungumzo yetu tuliyoanza jana kuhusiana na hali iliyoko sasa, na bilkhususi tukasema tutawazungumzia Mayahudi na wana wa Israeli na Wazayuni kuhusu kadhia ya Palestina na Masjid al-Aqsa. Lakini nikasema hili jambo ni pana na ni refu sana, inatakiwa lizungumzwe kwa ilmu na hoja zinazokubalika kisheria, na sio kutumia hamasa na jazba na mihemko, na watu kuchunga uadilifu, hasa tunapozungumza watu makundi mbalimbali, nchi na watu na mambo kama hayo. Lazima kuwe na uadilifu na ukweli ndani yake, kwa sababu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mazungumzo haya pia yatatuvuta sisi tuzungumzie kuhusu Shia, na sababu kubwa ni hayo yanaendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati, kwa kuonekana kuwa Mayahudi wakishirikiana na Wamarekani wakimpiga Mwirani Mshia. Na kabla ya hapo imeonekana ya kuwa Mashia walikuwa wakiitetea Palestina kwa kupeleka makombora kadhaa katika nchi ya Wazayuni baada ya kuivamia Gaza na kuwaua watu wake na kuvunja mji na kuharibu miundombinu. Inaonekana kuwa Waarabu wamekaa kimya, hawasemi kitu, lakini Wapeshi au Waajemi ndio wako mbele katika hili. Kwa hiyo wao ni watetezi wa kadhia ya Quds, al-Masjid al-Aqsa, utetezi wa Uislamu. Hilo lilionekana na maneno yakawa mengi sana, na bado watu wanazungumza maneno mengi sana, na ushabiki uko mwingi sana, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, kila mmoja anazungumza kwa namna yake. Siasa zimeingia, utaifa umeingia, ubaguzi wa kimadhehebu, wa rangi, chuki binafsi, hasad, vitu vyote vimeingia kwenye mazungumzo, na kila mmoja anazungumza kwa mvuto wake. Sisi tukasema kwa munasaba wa sisi kuisoma surati Yusuf, na mazungumzo mengi yalikuwa ni kuhusu wana wa Israeli, ipo haja kulitazama hili jambo kielimu na taratibu za dini. Kama kuna hoja za kufanya, kuna mahali pa kurekebisha, tuna mchango gani na sisi, ipo haja. Jana nikazungumzia kuhusu wana wa Israeli, historia yao kwa ufupi, nikaeleza kuhusu Waisraeli au wana wa Israeli, tukaeleza kuhusu Mayahudi na Wazayuni ni kina nani na kuna tofauti gani. Tukaona wanaoitwa wana wa Israeli ni jina walilopewa kwa kuzingatia nasabu zao, ni kila aliyezalikana kupitia uzao wa Israeli kwa watoto wake 12.
Israeli ni mtume wa Allah Yaqub, kwa uzao wake watu wote wanaojinasibu wanaonasibiana na ukoo wake na yeye wanaitwa wana wa Israeli. Na katika hao wana wa Israeli wako waliokuwa Waislamu kwa kuwa walifuata mila za baba zao, na baba zao walikuwa ni Waislamu. Dua ya Yusuf alayhi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai, mpaka fikia kusema tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yaqubu mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika suratul Baqara, wakati kwenye kitando cha mauti Yaqubu alayhi salatu wassalam aliwaita wanawe, ndio huyo Israeli. Hii ni kuonyesha ya kwamba Uislamu ndio dini yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut, je, mlikuwepo wakati Yaqubu yalipomfikia mauti? Mlikuwa hadhir? Mlikuwepo? Idh qala libani, wakati Yaqubu aliposema kuwauliza wanawe, ma ta'buduna min ba'di, kitu gani mtakachokiabudu baada yangu? Mtaabudu nini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wakasema sisi tutamwabudu Mola wako, muabudiwa wako wewe, ambaye ndiye huyo muabudiwa wa baba zako, baba yako Ibrahim, ami yako Ismail, na baba yako ya Ishaq vile vile, naye ni muabudiwa mmoja tu, na sisi ni Waislamu. Sisi kwake yeye ni Waislamu, wa nahnu lahu muslimun. Yaqubu Israeli mwenyewe. Na hiyo ni aya 123, aya 133 ya suratul Baqara. Na aya mfano wa hizi ziko nyingi tu. Qulu amanna billahi, mpaka mwisho, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ushahidi wa kutosha juu ya jambo hili kwamba hawa walikuwa ni Waislamu wakifuata mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini wapo katika hao waliokengeuka wakafuata upagani. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba sio kila mwana wa Israeli basi yuko kwenye dini ya sawasawa, dini ya wazee wake, dini ya Nabiullahi Musa, dini ya Nabiullahi Harun, na baada yao kina Daud na Suleiman na Isa na Zakaria, kina Yahya. Hawa wote dini yao ni moja, ni dini ya Uislamu. Lakini wapo walioshika mila hizo wakawa katika mila ya Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, wakaishika Taurati vizuri. Qur'ani imewaeleza na kufafanua jambo lao hilo.